Mwijaku ameweza kutoa ushauri kwa wasanii kwa hiki kipindi kigumu ambacho wanakipitia cha mashabiki wao kuonekana hawawataki. Sasa Mwijaku ameweza kutoa ushauri nini wafanye ili waweze kupokelewa tena na mashabiki, ili waweze kuwa pamoja na mashabiki zao. Na Mwijaku anawasisitiza wasanii kwamba wasipuuze azifu kwamba hakuna kitu kinachoendelea kwa mashabiki. Wasipuuze hilo kwa sababu itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hivyo amewapa ushauri kwamba nini wafanye ili waweze kurudi sambamba na mashabiki zao na sio kuwapuuza. So nadhani tumsikiza hapo Mwijaku akizungumza, alafu nikupitisha kwenye maoni mawili matatu ya watu tuweze kuona wanasema nini. Maswali yamekuwa mengi mtandaoni. Kila mtu anauliza wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza kichwa kwa sababu mtaji wao mkubwa capital inategemea jamii ambayo inawazunguruka. Kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. Nakuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamuziki wanategemea platforms za digital platform kupata riski na kutegemea show, ambapo sasa hivi huwezi kufanya show na kwenye platform watu wamefocus na vitu vingine. Utapata hapo mapato yako. Utafanyaje ili jamii iweze kupokea, kuanza kukuingiza katika mzunguko wao kila siku? Swali ni moja. Kwanza unatakiwa msanii ujitambue kwa hujafanya kosa. Ile unatakiwa ukili ndani ya nafsi yako hujafanya kosa. Of course uliamua kufanya choice, kwako ni sehemu yako ya kazi, hujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani. Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanakuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi kwa hali tulokuwa nayo, msanii anatakiwa kufanya kitu kimoja tu. Walishe chakula kizuri watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako. Walishe hope watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako. Watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho unatakiwa kufanya. Usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watu wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. Call me DC Mwijaku Expensive Life. Hala. So kama ambao tumetoka kumsikiza Mwijaku, Mwijaku hapo umemsikia anasema wawape wasanii, wawape kila ambacho mashabiki wanataka, kila ambacho wananchi wanataka. Ni kipi? Mimi na wewe hatujui. Sasa maoni ya watu ni mengi. Huyu anasema hamna kuwa support wasanii, narudia tena, mkiniona YouTube mniue. Yani hatuwataki kabisa, sisi tunamjua Davido na Lukamba tu basi. Huyu anasema mimi sina njaa, na siwezi kwenda huko kuangalia. Wewe tulia hapo Mwijaku, kuna mtu atafia stejini, we ngoja tu. Wewe tulia hapo, kuna mtu atafia stejini, we ngoja tu. Anasema kwamba wewe mwenyewe tutakupitia Mwijaku. Yani na wewe upo, kwamba yani na wewe upo, kwamba yani na wewe pia upo, hatukutaki. Haya bwana. Huyu akaja akasema hatuna muda naye huyo. Huyu anasema kwamba si muda naye huyo tu, na wengine wote. Huyu anasema huyu naye aache ujinga, ananikera kweli mimi. Huyu anasema tuanze kumwanifollow huyo. Huyu anasema mimi siku nyingi sana nishaachana naye. Kama unaamini Mwijaku ameongea ukweli basi like hapa. Huyu anasema Mwijaku mwenyewe ilibaki kidogo tu watu wa kutembelee. Wasanii watarudi vipi? Wewe kwani wewe kwani wewe umesharudi kwa wananchi? Huyu akaja akasema umeniwaya ise. Huyu akaja akasema kwamba nendeni huko hala. We naye na kipara chako kama rungu tutakutembelea. Huyu anasema toka zako wewe. Tunataka haki na ndugu zetu, hatuna muda na wasanii wenu, bata wewe. Huyu anasema huo mdomo huo Mwijaku haya. Huyu anasema huyu naye kama fala tu. Kuwa mpenzi au mfuasi wa chama fulani sio dhambi, kozi hiyo ni haki yako ya msingi. Irashidi nakuja kwamba wewe kama mtu mkubwa na influencer kwa jamii inayokuzunguka pamoja na mashabiki kwa ujumla, unawasaidia vipi kupaza sauti zao pale
mambo yanapoenda kinyume na matakwa ya wananchi. Nisingependa kufunguka kiundani matatizo na changamoto hizo. Nadhani kila mwenye macho anaona na mwenye masikio anasikia kuwa nchi yetu kwa sasa inapitia maswaibu na maafa gani. Je, wewe kama msanii kioo cha jamii una play part gani? Una play part yako kwa ukubwa gani, kwa ukubwa upi kuhakikisha kuwa uko upande wa mashabiki zako wanaolalamika udhalimu unaoendelea kutendeka na watu wanapaza sauti zao bila hatua stahiki kuchukuliwa. Alafu wewe kama influencer una nguvu katika jamii au unakaa kimya, huna msaada wowote, na sisi ndio mashabiki zenu tunao wa follow, kusubscribe, kuview kazi zenu na kudownload kazi zenu na kuhudhuria kwenye shows zenu. Mnatutenga pale tunapohitaji msaada wenu. Kupaza sauti mnakaa kimya. Ndio kwanza mnatukejeli kwa maneno machafu. Mnategemea nini? Nyie vungeni tu, endeleeni na maisha yenu. Huyu anasema mbona umenitesa sana kusoma yote hii? Anyway, umeongea point. Huyu anasema na hapo nimepunguza, nilikuwa na kurasa 100 kidogo. Huyu anasema wewe tutakutembelea. Anasema kuzunguruka ndo kufanyaje Mwijaku. Huyu akasema hakuna kushindwa. Hatuwataki. Hamjafanya kosa, ishini tu maisha yenu. Huo ni mtego, hatutaki hata kuona posti za hawa vichwa mvilingo. Anasema oya tayari amerudi. Huyu akasema hakuna kushindwa. Wewe kichwa mvilingo tulia. Si walisema tufanye kazi tupate hela. Anasema na wao wafanye kazi sasa. Huyu anasema kwamba nikukute wapi? Hapa tayari. Huyu akasema ameongea nini huyo? Huyu anasema kwamba watu wake kina nani? Huyu anasema hamna kupoteza muda, hawa wasanii uchwara wamejaa unafiki na njaa. Asubutu kupanda stejini. Huyu akasema kwamba wakafanye kazi, waache kulalamika. Wanalalamikia wananchi kisa ni kwani sisi ndo kazi zao. Hatuhitaji kula chochote chao. Tupo tunafanya kazi. Huyu anasema kwamba hawajafanya kosa sio? Huyu akasema mnakula kwamba mnakula mlikopeleka mboga. Mwambie mkeo tarehe 29 Disemba tutakuja kuwatembelea. Pointi kubwa sana Mwijaku. Unazunguka sana kwamba unazunguruka platform za digital platform. Wewe naye ni mjinga kweli kweli. Jamii inayowazunguruka sio? Huyo anasema hauwezi kupinga namna hiyo alafu nishindwe kukupa like.